Iran imerusha makombora kadhaa kuelekea Israel usiku wa kuamkia leo baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kudai kuwa jamhuri hiyo ya Kiislamu imeharibiwa vibaya mno na vita na haina tena uwezo wa kutengeneza kombora la nyuklia. Makombora hayo ya Iran yamesababisha milipuko mikubwa katika mji mkuu wa Israel, Jerusalem. Hakuna taarifa za vifo au majeruhi zilizotangazwa baada ya mashambulizi hayo. Awali katika mkutano na waandishi wa habari, Netanyahu alisema kuwa Israel na Marekani wanavishinda vita hivyo dhidi ya Iran. Katika mkutano huo, waziri mkuu huyo wa Israel amekanusha kwamba alimburuza rais wa Marekani Donald Trump katika mzozo huo, akidai kuwa yeye ndiye alikuwa mshirika mdogo katika uvamizi huo wa pamoja wa Israel na Marekani nchini Iran. Netanyahu vilevile amesema kuwa anaona kuwa vita hivi na Iran vitafikia mwisho haraka kuliko inavyofikiriwa, kwa kuwa amedai kuwa wameusambaratisha uongozi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amemtaka waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi kujitokeza wakati ambapo anawashinikiza wandani wake kusaidia katika vita dhidi ya Iran na ongezeko la bei ya mafuta. Trump ameitetea operesheni ya Marekani dhidi ya Iran iliyoshangaza washirika wake na ametumia mkutano wake na Takaichi kuwashinikiza washirika hao wa Marekani barani Asia na Ulaya. Rais huyo ametoa wito wa meli zaidi kutumwa na mataifa mengine katika mlango bahari wa Hormuz uliofungwa na Iran ili kusindikiza meli za mafuta kuvuka. Trump awali alikuwa amesema kuwa Marekani haihitaji usaidizi wowote. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wake na Trump, Takaichi amesema amemweleza rais huyo wa Marekani kwamba kuhusiana na msaada ambao katiba ya Japan inaikubalia nchi hiyo kuutoa na kutotoa katika mlango huo bahari wa Hormuz. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Brussels. Viongozi wa Umoja wa Ulaya leo wameshindwa kumshawishi waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban kuondoa kizuizi chake katika mkopo wa euro bilioni 90 wa kuisaidia Ukraine kupambana na uvamizi wa Urusi. Baada ya mkutano wa kilele uliofanyika huko Brussels, viongozi kadhaa wameelezea kusikitishwa kwao na Orban. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amemtuhumu Orban, ambaye ana mahusiano mazuri na rais wa Urusi Vladimir Putin, kwa kufanya kitendo cha usaliti mkubwa ambacho kimeharibu sifa ya Umoja wa Ulaya na uwezo wake wa kuchukua hatua. Maafisa wa umoja huo wanasema katika kipindi cha wiki chache zijazo huenda Ukraine ikaishiwa na fedha iwapo haitopokea mkopo huo. Orban anazuia kuidhinishwa kwa mkopo huo kutokana na mzozo ulioko katika bomba la mafuta la Druzhba ambalo linabeba mafuta ya Urusi kupitia Ukraine kuelekea Hungary na Slovakia. Kulingana na Ukraine na Umoja wa Ulaya, bomba hilo liliharibiwa na shambulizi la Urusi mwezi Januari. Baadhi ya viongozi wa Ulaya wana matumaini kuwa Orban ataubadili msimamo wake bomba hilo litakapokarabatiwa. Minsk. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko ameamrisha kuachiwa huru kwa wafungwa 250 wa kisiasa kama sehemu ya makubaliano na Marekani ya kuiondolea baadhi ya vikwazo. Hii ndiyo hatua ya hivi karibuni ya rais huyo kujaribu kuimarisha mahusiano yake na Magharibi. Lukashenko ametoa msamaha kwa wafungwa hao baada ya kukutana na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, John Coyle, katika mji mkuu wa Belarus, Minsk. Coyle amewaambia waandishi wa habari kuwa Marekani sasa itaiondolea Belarus vikwazo kutoka benki zake mbili za taifa na wizara ya fedha ya nchi hiyo. Wakati waumini wa dini ya Kiislamu katika mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania na Kenya wakitangaziwa kuendelea na mfungo wa Ramadhan kwa kuwa mwezi haujaandama, huko Mashariki ya Kati katika mataifa kama Saudi Arabia wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr katikati mwa vita vya Iran vinavyoendelea kutikisa ukanda huo. Mwenzangu Jacob Safari amefuatilia hali ya mambo ilivyo na hii ni ripoti yake. Mataifa ya Ghuba yametangaza kuwa sala za sikukuu ya Eid mwaka huu zitaadhimishwa katika misikiti ya kawaida badala ya umati wa watu kusanyika viwanjani kama ilivyo ada, hiyo ikiwa ni tahadhari tu kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Iran kwa mataifa hayo.
Wapalestina katika ukanda wa Gaza ulioharibiwa vibaya na vita leo wamekusanyika kuadhimisha sikukuu ya Idi inayoashiria mwisho wa mwezi wa mfungo wa Ramadhani. Wakiwa wamedhamiria kukiondoa kiwingu kilicholetwa na vita katika ukanda huo, wazazi katika eneo la Khan Yunis walikusanyika kuoka biskuti kwa ajili ya watoto wao ambao maisha yao yameathirika vibaya na vita, huku mapigano makali yakiwa yamepungua huko Gaza kutokana na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa. Israel imekuwa ikifanya mashambulizi ya hapa na pale kila kukicha. Huko nchini Iraq nako maandalizi ya sherehe hizi yanafanyika, ila kwa kasi ndogo, huku wasiwasi wa usalama ukiwa umewagubika raia kutokana na vita vya Iran, Marekani na Israel. Wamiliki wa maduka wanasema mazingira yamebadilika katika sherehe za mwaka huu ikilinganishwa na sherehe za mwaka jana. Licha ya wasiwasi ulioko, masoko yamesalia wazi, huku familia zikiendelea kufanya manunuzi kwa ajili ya sherehe hizo za Idi. Tangu kuanza kwa vita vya Iran mnamo Februari 28, Iraq imeshuhudia mashambulizi kadhaa yakiwemo ya droni na makombora kufanywa nchini humo, huku kambi za kijeshi, miundombinu ya mafuta na maeneo mengine yakishambuliwa. Nchini Afghanistan, waumini wa Kiislamu wameadhimisha sikukuu ya Idi kwa sala katika msikiti wa Shado Shamshira. Mapema juzi Jumatano, Afghanistan na Pakistan walitangaza usitishwaji wa mapigano yanayozidi baina ya nchi hizo mbili, siku mbili baada ya Kabul kuilaumu Islamabad kwa shambulizi la angani katika mji huo mkuu lililosababisha vifo vya mamia ya watu. Nchi hizo mbili zimetangaza kwa pamoja kuwa zinasitisha vita kupisha sherehe za Idi kutokana na mwito wa Saudi Arabia, Uturuki na Qatar. Huko Pakistan nako sikukuu hiyo inaadhimishwa leo, huku maelfu ya watu wakiwa wamefurika kwenye vituo vya mabasi na treni huko Lahore kujaribu kupata usafiri kuelekea maeneo ya vijijini kwa ajili ya kusherehekea na familia zao. Hali ni sawa na hiyo huko nchini India na Bangladesh ambako Waislamu wanaadhimisha sherehe hiyo baada ya mwezi wa Ramadhani, ila sherehe za mwaka huu zimegubikwa na vita vinavyoendelea nchini Iran ambavyo vimesababisha kuongezeka kwa bei za mafuta na gesi. India kwa sehemu kubwa inategemea gesi na mafuta yanayosafirishwa kupitia mlango bahari wa Hormuz. Haya yanafanyika wakati ambapo Iran imetangaza kuwa leo Ijumaa ndio siku ya mwisho ya mfungo wa Ramadhani, huku taifa hilo lililo na idadi kubwa ya Waislamu wa Kishia likitangaza kuwa sherehe za Idi zitafanyika Jumamosi. Taarifa hiyo imetolewa na ofisi ya kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei ikisema kuwa leo Ijumaa ndio itakayokuwa siku ya 30 na itakuwa pia siku ya kutazama kuandama kwa mwezi kulingana na kalenda ya Kiislamu. Mwaka huu siku ya mwisho ya Ramadhani huko nchini Iran inakuja wakati wa sherehe za mwaka mpya wa Nowruz. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mamilioni ya Waislamu kote duniani hufunga kuanzia alfajiri hadi magharibi, hiyo ikiwa moja ya nguzo 5 za Uislamu, ambapo waumini wanatakiwa kutokula, kunywa, kuvuta sigara na kutoshiriki ngono wakati wakiwa kwenye saumu. Katika kipindi hicho Waislamu hutakiwa pia kutoa zaka kwa maskini. Nam, shukran Jacob Safari. Na tunasalia katika ukanda huo. Mataifa ya Ghuba mfano Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu yamewekeza au kuahidi kuwekeza trilioni za fedha kote ulimwenguni kutokea Marekani hadi Afrika, lakini vita vya Iran huenda vikawasukuma kuwekeza katika mataifa yaliyo karibu zaidi nayo. Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Shea inasoma studioni na Thelma Mwadzaya. Kiwango cha fedha zilizowekezwa na mataifa ya Ghuba yenye utajiri mkubwa wa Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait na nchi nyingine za Ghuba ni miongoni mwa dola trilioni 5 za Marekani zilizomo kwenye shughuli za uwekezaji. Kulingana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Qatar, Majid Al-Ansari, alizungumza na waandishi wa habari wiki hii kwenye jopo la mtandaoni lililoandaliwa na Baraza la Mashariki ya Kati la Masuala ya Dunia. Eneo hilo ni kitovu cha uchumi wa kimataifa na likiamua kujikita zaidi kwenye masuala ya ulinzi na kufutilia mbali uwekezaji, kadhalika kusitisha miradi ya kiuchumi na jamii ya kimataifa, athari zake zitamvuruga kila mmoja ulimwenguni. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, hela za mataifa ya Ghuba zimetumika katika miradi mbalimbali. Mfano wa hivi karibuni ni fedha hizo zilivyotumiwa kufadhili juhudi za kampuni ya sanaa na burudani ya Paramount kuipiku mshindani wake mkubwa Warner Brothers. Mwaka uliopita, ziara ya Rais Donald Trump wa Marekani ilizaa ahadi za uwekezaji za thamani ya trilioni ya dola kutokea Saudi Arabia, UAE na Qatar. Katika mwongo mmoja uliopita, mataifa ya Ghuba yamewekeza kiasi ya euro bilioni 87 kwenye miradi ya kuimarisha usalama wa chakula na uchimbaji wa madini muhimu pamoja na nishati mbadala. Kulingana na wataalam, mataifa hayo pia yamefadhili miradi ya kunusuru diplomasia
kwenye eneo lao. Miradi hiyo inalenga kuyaokoa mataifa yanayohitaji hela au usaidizi kupambana na majanga ya kiuchumi, inaelezea tathmini ya utafiti ya mwaka 2023. Harakati hizo zinajumuisha pia kupiga jeki uchumi wa Misri pamoja na kufadhili ukarabati na ujenzi mpya na msaada kwa Syria, Lebanon na Gaza. Tangu vita hivyo anza baada ya Marekani na Israel kuivamia Iran mwishoni mwa mwezi wa Februari, biashara ya mafuta na gesi ya mataifa mengi ya Ghuba imeshuka, japo ndio kitega uchumi muhimu kinachochangia pato la kitaifa. Kwa upande wake, Iran inayashutumu mataifa ya Ghuba kwa kuwa na mkono kwenye vita hivyo na inavilenga viwanda vya mafuta na vya ndege pamoja na kambi za kijeshi za Marekani. Iran pia imeufunga mlango wa bahari wa Hormuz ulio na umuhimu mkubwa kwenye biashara ya kusafirisha mafuta kwa meli. Utafiti wa katikati ya Machi wa shirika la ushauri wa kifedha la Oxford Economics umebainisha kuwa kwa pamoja pato la kitaifa la mataifa ya Ghuba litakuwa kwa 2.6% pekee kwa mwaka huu, kiwango ambacho kimepungua kuliko ilivyotabiriwa. Kulingana na watafiti, athari zinatofautiana kutokea taifa moja hadi jingine. Hii ni kwa sababu Oman na Saudi Arabia zina njia nyingine za kusafirisha mafuta yao na huenda zikanufaika na ongezeko la bei. Bahrain, Kuwait na Qatar hazina nafasi hiyo. Ifahamike kuwa mataifa ya Ghuba yamekuwa yakijitahidi kuongeza vyanzo vya pato la kitaifa na kuacha kutegemea mafuta pekee, ila vita vya Iran vimerejesha nyuma mipango hiyo. Vita hivyo vimeathiri sekta za utalii, biashara ya nyumba na ujenzi, dijitali na kuliyumbisha soko la hisa. Naam, sasa tugeukie barani Ulaya ambapo kuna shuhudiwa kile kinachoonekana kuwa mabadiliko ya kimkakati ya mirengo ya kisiasa. Vyama vya siasa za wastani za mrengo wa kulia vinazidi kuonekana vikishirikiana na vile vya siasa kali za mrengo wa kulia katika bunge la Ulaya. Hili linaonyesha siasa za Ulaya huenda zinaelekea kwenye mageuzi muhimu. Ripoti iliyoandikwa na Tessa Vatha inatazama kwa kina mwelekeo huu mpya, na msomaji ni Saumu Mwasimba. Katika siasa za nchini Ujerumani kuna sheria iliyo wazi kabisa ambayo inakataza kuweka ushirikiano na chama cha siasa kali za mrengo wa kulia, kile kinachoitwa kwa lugha ya Kijerumani Brandenmauer, yaani ukuta wa kuzuia maingiliano au mashirikiano ya aina yoyote serikalini na chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD. Kimsingi, ushirikiano na chama hicho unatazamwa kama ni mstari mwekundu au hatari kwa demokrasia alau katika ngazi ya kitaifa katika siasa za Ujerumani. Lakini ndani ya Umoja wa Ulaya, tangu Brussels mpaka Strasbourg, swali kubwa limezuka ikiwa kweli bado wanasiasa wa vyama vya siasa za wastani za mrengo wa kulia wanaamini katika kuvitenga vyama vya siasa kali, au vinazidi kuvitegemea vyama hivyo kupata wingi wa kupitisha sheria pale ambapo inahitajika. Sauti zinazidi kuongezeka kuhusu swali hilo baada ya ripoti kuonesha kwamba wabunge kutoka chama cha wananchi wa Ulaya EPP, European People's Party, ambacho ndio kundi kubwa kabisa katika vyama vya siasa za wastani za mrengo wa kulia kwenye bunge la Ulaya, walishirikiana na makundi ya vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia kabla ya kupigwa kura kuhusu sera za uhamiaji barani Ulaya, sambamba na mapendekezo ya kile kinachoitwa vituo vya kuwarudisha wahamiaji nje ya kanda ya Umoja wa Ulaya. Umuhimu wa ripoti hiyo sio tu imeonyesha kwamba vyama vya siasa kali vya mrengo wa kulia vilipiga kura sawa sawa na vile vya siasa za wastani za mrengo wa kulia, lakini ni ule ukweli kwamba huenda hata walifanya mawasiliano na kukubaliana kabla ya kura hiyo. Na kutokana na hilo inaonyesha kwamba hali halisi ya mitizamo ya kisiasa inakwenda mbali zaidi ya kisa hicho kimoja. Inaleta maswali mengi kuhusu ikiwa kundi la EPP linaanza kujenga utaratibu mpya wa uongozi ambao ni wa kushirikiana na wanasiasa wa siasa za wastani wanaounga mkono Ulaya, na wakati mwingine kubadilika na kujiegemeza kwa wanasiasa wa mirengo mikali ya kulia pale yanapohitajika maslahi yao. Nikolai von Ondoza kutoka taasisi ya Kijerumani inayohusika na masuala ya kimataifa na usalama SWP anahoji kwamba hiki sio kisa kimoja tu, bali ni ishara inayoonyesha mabadiliko ya kimuundo kuhusu namna bunge la Ulaya linavyofanya kazi. Anasema chama cha EPP kinazidi kuonekana kuchagua kati ya mambo mawili ya kumpatia wingi wa viti bungeni. Moja, ama kufuata mfumo wa kawaida wa kushirikiana na vyama vinavyopendelea Umoja wa Ulaya ambavyo ni vyama vya kisoshalisti na waliberali, au kupata wingi huo kwa kushirikiana na vyama vya mrengo wa kulia.
na hiyo haimaanishi kwamba bunge kwa ujumla wake limejiegemeza upande huo. Naam, tuondoke barani Ulaya tuelekee sasa huko Afrika Mashariki. Wakati Burundi inaongeza kasi ya kuwarudisha nyumbani raia wake waliokimbilia nchini Tanzania, nchi hiyo inalazimika kwa wakati huo huo kupokea maelfu ya watu wanaokimbia hali ya kutokuwa na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo ni changamoto mbili ambazo mamlaka ya Burundi inakabiliana nazo. Taarifa kamili na Saleh Mwanamilongo. Kurejea kwa hiari kwa wakimbizi wa Burundi kutoka Tanzania kunaratibiwa na serikali za Burundi na Tanzania kwa usaidizi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR. Waliorudi wanazungumzia kuhusu mazingira magumu katika kambi za wakimbizi kama mojawapo ya sababu kuu za uamuzi wao. Marianne na Godefroid wanarejea Burundi baada ya karibu miaka 10 ya uhamishoni Tanzania. Tulipewa sufuria yenye kilo 3 za kwa mwezi mzima. Mimi nikiwa na mtoto wangu hatungeweza kuishi kwa kiasi hicho, na nikaamua kurudi ili nijitafutie namna ya kuendelea nyumbani. Tulipewa kilo 3 za unga kwa kila mtu na kilo 2 za njegere. Ndani ya wiki 2 vilikuwa vimeisha, mbali kabisa kabla ya mwezi unaofuata. Wanapowasili Burundi, wakimbizi wanaorejea husajiliwa katika vituo vya mpito ambako hupokea chakula na matibabu. Wakipata usafiri au msaada wa kifedha, wanaweza kuendelea hadi katika halmashauri zao na kuungana na familia. Kurudi huko si rahisi kila wakati, kama anavyoeleza David ambaye bado yuko katika kituo cha mpito. Tulikuwa kundi la watu 80 na sasa tumesalia 8 tu. Tunaomba serikali tusaidie na tiketi za usafiri au itufikishe hadi nyumbani kwetu. Katika mazingira ya mgogoro wa kibinadamu, mchakato huu wa kuwarejesha wakimbizi unasimamiwa kwa pamoja na serikali na mashirika ya kibinadamu. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linasisitiza haja ya msaada zaidi. Hayo ameyasema Bernard Ntwari, afisa wa mawasiliano wa shirika la UNHCR nchini Burundi. Tunahitaji aina nyingi za misaada kutoka kwa wafadhili. Kwa mfano, mgao wa fedha, usafiri pamoja na ujumuishaji, kwa sababu wanapaswa kurejeshwa ipasavyo katika jamii. Misaada hii ni ya aina mbalimbali na inajumuisha fedha kwa ajili ya mapokezi na uanzishwaji wa maisha ya kijamii na kiuchumi kwa muda wa miezi 3. Anafafanua Odette Kamazira, mkurugenzi wa kitengo cha urejeshaji wa wakimbizi. Wakimbizi wanapofika nchini wanapokea kifurushi cha kurejea kwa njia ya fedha taslimu. Hii ni sawa na dola 200 kwa mtu mmoja. Burundi inapaswa kukamilisha zoezi la kurejesha raia wake kutoka Tanzania kabla ya mwisho wa mwezi huu. Zaidi ya watu 28,000 tayari wamerudi tangu Januari 2026. Wakati huo nchi hiyo inapokea wakimbizi zaidi ya 330,000, wengi wao wakiwa wa Kongo, na hivyo kuongeza shinikizo katika mashirika za kuwahudumia. Na mtu hitimisha na ripoti inayosema ulimwengu unajiandaa kuadhimisha siku ya maji duniani mnamo Machi 22 chini ya kauli mbiu inayosema ambapo maji hutiririka usawa unakuwa. Kauli mbiu hii inaangazia umuhimu wa maji kama haki ya kila mwanadamu na kumulika jinsi migogoro ya maji inavyowaathiri zaidi wanawake na wasichana. Tunapokaribia siku hiyo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, licha ya wingi wake wa maji ikiwemo mito, maziwa, vijito na kadhalika, Wakongo mara nyingi wanakabiliwa na uhaba usio na kifani wa maji ya kunywa, hali ambayo inawaathiri vibaya wanawake na watoto. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo. Katika vitongoji kadhaa vya mji wa Bukavu, mabomba yamekauka takriban kila siku, hata kwa wiki. Kila alfajiri, wanawake, wasichana na watoto wanazunguka huko na kule kwenye barabara za mitaa yenye milima wakiwa wamebeba vyombo vya kuchotea maji. Wengine wanaelekea chemchemi katika maeneo oevu, visima vilivyochimbwa kwa muda, na kuna wanaochota maji ya mto Ruzizi na ziwa Kivu kwa ajili ya matumizi nyumbani. Emanuela ni mkazi wa Bukavu, anasema ni nadra sana maji kudondoka katika bomba za nyumbani kwao, licha ya kuwa kila mwezi wanalazimishwa kulipa bili. Wiki inaweza kupita na sikuona maji, na mwezi inaisha pia na sikuona maji kudondoka kwenye bomba. Ni hasa wanawake, wasichana na watoto wenye umri chini ya miaka 18 wanaoathirika zaidi na hali hii ya ukosefu wa maji, wengi wao wakilazimika kutembea mwendo mrefu ili kuyapata. Vincian ni msichana wa kata ya Ndendere.
Wakati huu kukiwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa Kongo, anahofia usalama wake na dada zake wanaoambatana naye kutafuta maji. Kama ni jioni tunakuwa tunaogopa, wala kama ni asubuhi sana. Tunataka sisi tukue na maji kwenye manyumba zetu. Lakini pia baadhi ya wanawake na watoto wanahofia afya yao kutokana na matumizi ya maji machafu, kama anavyoshuhudia Ariet Sifa, na anajiuliza ikiwa maji machafu nayo pia ni uhai kama inavyodaiwa kwamba maji ni uhai. Basi tunaikamata kama ndo maisha, lakini sio maisha, na wakati tunaitumia sasa yanatuharibia sasa maisha. Unalazimika tena kwenda kutunziwa. Kwa mara kadhaa kampuni ya ugavi wa maji safi Regideso imebaini uhaba huu wa maji unahusishwa na mitambo yake iliyozeeka, ikiwa ilijengwa tangu wakati wa ukoloni. Ongezeko la watu mjini Bukavu na ukosefu wa uwekezaji katika sekta ya maji kuwa ndiyo sababu ya shinikizo la mara kwa mara kwenye mitambo michache ya maji iliyobaki ikifanya kazi. Frank Salumu ni kiongozi husika na ufundi wa kampuni ya Regideso Kivu Kusini. Anasema juhudi zinafanyika kuboresha mitambo hiyo. Tuna mpango wa kujenga kituo cha kusukuma maji kitakachozalisha mita za ujazo 20,000 za maji kwa siku, na tutalaza bomba angalau umbali wa kilomita 7 kutoka hapa hadi mjini, pamoja na mabwawa ya kusambaza maji katika vitongoji vya Muhungu, Hewa Bora, Irambu. Hivi majuzi mamlaka ya AFC M23 ilikutana na maofisa wa kampuni ya Regideso na ya umeme SNEL mjini Goma